Ni matumaini yangu ujambo na karibu mpenda mtazamaji wa Tumaini Television katika Tumaini Habari, tuweze kukusogezea yale yote ambayo tumekukusanyia kwa siku ya leo, na nikitumaini kwamba umekuwa na wakati mzuri kutoka asubuhi mpaka wakati huu, tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya uhai ambao anaendelea kutujalia. Pole kwa wewe ambaye kwa namna moja ama nyingine unapitia changamoto mbalimbali, tuendelee kumwamini Mwenyezi Mungu muweza wa yote. Ikiwa leo ni Februari 3, 2026. Na kwa kwanza basi tuiangazie machache kati ya mengi ambayo yako mezani kwangu kwa siku ya leo, ikiwa ni pamoja na Dkt. Mwigulu asema serikali kununua matrekta 10,000 ili kuongeza tija kwenye kilimo, na bilioni 17.8 kutumika kupeleka umeme vitongoji 156 mkoani Rukwa, na Irani yathibitisha hata Irani kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Na katika michezo na burudani, Yanga yaondoka na Mzeze kuifuata FAR Rabat. Naam, mimi ni Stadu Celestides. Karibu sasa tuanze Tumaini Habari, tukianza na ile ambapo Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amesema serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi ya kata, hatua itakayoongeza tija, kupunguza gharama na kuwapa wakulima muda zaidi wa kushiriki shughuli nyingine za kiuchumi. Tupate undani wa taarifa hii. Ametoa kauli hiyo leo Jumanne Februari 3 wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kikanda wa Afrika wa matumizi endelevu ya zana za kilimo unaofanyika jijini Dar es Salaam, ambao unalenga kuweka msingi wa ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza ajenda ya mfumo wa zana endelevu za kilimo barani Afrika FSAMA. Dkt. Mwigulu amesema ni muhimu kuimarisha uwekezaji katika zana za kilimo rafiki kwa mazingira na zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi ya kata, hatua inayoongeza tija na kupunguza gharama na kuwapa wakulima muda zaidi wa kushiriki katika shughuli nyingine za kiuchumi. Naipongeza FAO kwa kuanza mchakato wa kuanzisha kituo cha umahiri wa zana za kilimo barani Afrika, na nitumie fursa hii kuwakaribisha Tanzania, lakini pia kuwatangazia kuwa serikali ya Tanzania iko tayari kutoa eneo na ushirikiano kamili kwa ajili ya uanzishwaji wa kituo kama hicho hapa nchini. Waziri Mkuu amesema kuwa ni lazima kuwawezesha vijana na wanawake kushiriki kamilifu katika biashara, ubunifu na utoaji huduma wa zana za kilimo, kwa kuwa ni kundi lenye nguvu kazi, ubunifu na uwezo wa kuleta mabadiliko ya haraka endapo litapatiwa mafunzo, mitaji, teknolojia na fursa za masoko. Waziri Mkuu amesema kupitia mkutano huo, nchi za Afrika kwa kushirikiana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Umoja wa Afrika AU, taasisi za fedha, sekta binafsi, watafiti na wadau wa maendeleo zinakusudia kujenga mifumo thabiti ya huduma za zana za kilimo inayokidhi mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, kuimarisha uratibu wa taasisi, kubadilishana uzoefu. Hivyo inatarajiwa watunga sera, wataalamu, watafiti, sekta binafsi na washirika wa maendeleo watapata fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu bora na kujenga uelewa wa pamoja kuhusu namna bora ya kuendeleza matumizi endelevu ya zana za kilimo kama chachu ya mageuzi ya mifumo ya uzalishaji chakula. Kwa upande wake, Waziri wa Kilimo Godfrey Chongoro amesema kuwa kupitia mkutano huo serikali imepanga kuzindua mkakati wa taifa wa zana za kilimo kwa awamu ya pili 2026-2035. Mkakati huu umelenga kuimarisha matumizi, utengenezaji, uendelezaji, uhamasishaji, usimamizi na uratibu wa endelevu wa teknolojia zinazorahisisha kazi na kuokoa muda katika mnyororo wa uzalishaji na uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo. Na huko mkoani Geita ni kwamba serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imezindua mpango wa usambazaji na uuzaji wa majiko bunifu kwa bei ya ruzuku, ikiwa ni hatua ya kupunguza athari za kiafya na kimazingira zitokanazo na matumizi ya nishati isiyo salama ya kupikia. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza kwa niaba katibu tawala wa mkoa wa Geita anayesimamia idara ya mipango na uratibu, Deodatus Kayango amesema kuwa uwepo wa majiko banifu utakuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi, kwani utapunguza matumizi ya mkaa ambayo kwa sasa yamekuwa kichocheo kikubwa cha ukataji wa miti na uharibifu wa mazingira. Lakini niwapongeze kwa kupambana ili kuleta majiko ambayo mnafikiri wananchi wakiyatumia yatawasaidia kupunguza matumizi ya nishati za kuni. Ni kweli kwamba ukisema 43,000
kwa mwananchi wa kawaida ni ngumu sana lakini ukimshushia kwa shilingi 6,000 mpaka 5,000, hayo ni majiko ambayo hata majiko ya kawaida ambayo yanatengenezwa sasa hivi, haya ambayo yamekuwa molded kwa udongo na bati, wanaweza kununua 3,000, 4,000, 5,000. Sasa kama wakipata haya ambayo yameboreshwa zaidi, itakuwa ni suala ambalo ni jema. Kwa upande wake mhandisi mwandamizi kutoka wakala wa nishati vijijini LEA, Deodatus Maruru, amesema kuwa wakala hao wanatarajia kusambaza na kuuza majiko banifu katika wilaya zote 5 za mkoa wa Geita. Amefafanua kuwa wilaya za Mbogwe, Chato, Geita na Nyang'hwale zinanufaika kwa kupata majiko 2,110 huku wilaya ya Bukombe ikipata majiko 2,106. Kama azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuhakikisha watu wanatumia nishati safi za kupikia. Kwa hiyo majiko haya kwa upande wa Geita, badala ya mwananchi kulinunua kwa shilingi 41,300 atalinunua kwa shilingi 5,000 na ushee kidogo. Kwa mkoa wa Geita tumejipanga, tunategemea kuyagawa katika mikoa yote ya Geita. Ni takribani majiko 2,100 katika kila wilaya, na tutaanza wakati tayari tumeshazindua leo. Kwa hiyo wakati wowote kuanzia kesho tutaanza kuyagawa majiko katika wilaya zote, na tuko tayari, tumejipanga kwa maelekezo ya LEA na Wizara ya Nishati. Kwa njia gani au kwa namna gani mwananchi anaweza kupata jiko hili? Ni kuwa na kitambulisho chako cha NIDA tu, na serikali imeamua kufanya hivi kwa sababu ya kuzuia mtu mmoja asimiliki jiko zaidi ya moja. Aidha, usambazaji na uuzaji wa majiko hayo bunifu ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia unaolenga kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2034 zaidi ya 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Na mara hii tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi mkoani Morogoro imewataka wachimbaji madini kusitisha shughuli za uchimbaji mara moja kwenye vyanzo vya maji ili kulinda usalama wa vyanzo hivyo. Kufanyika kwa shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji ikiwemo uchimbaji wa madini kunahatarisha usalama wa vyanzo vya maji sambamba na kuhatarisha afya za watumiaji wa maji hayo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro, Mhandisi Joseph Masunga, akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea vyanzo vya maji ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 ya kuasisiwa kwa chama hicho na kusimamia utekelezaji wa ilani ya chama, ameziagiza mamlaka zote zinazotumia huduma za maji kudhibiti shughuli hizo ili kuhakikisha vyanzo vya maji vinaendelea kuwa salama. Sasa yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni na uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini ambazo zinaathiri ubora wa maji ambao unapatikana kwenye hicho chanzo. Tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe, ili tuhakikishe kwamba yale maji yanaendelea kuwa salama, kulinda chanzo cha maji, lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla. Kufuatia maagizo hayo ya chama mkoa, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usimamizi wa mazingira MORUWASA mkoa wa Morogoro CPA SAS Kejo na mkurugenzi bodi ya maji bonde la Wami Ruvu Mhandisi Elibariki Masi wameahidi kuendelea kusimamia sheria ili kulinda vyanzo vya maji sambamba na upatikanaji wa huduma bora ya maji safi kwa wananchi. Ziko hatua ambazo tunachukua kwenye swala la upotevu wa maji hasa. Maana upotevu wa maji uko ndani ya uwezo wetu. Bomba likiwa navuja maji unaliona. Kwa kwanza tumeanza ushirikiano na wananchi kwa maana ya viongozi wa serikali za mitaa. Tunahitaji kupata taarifa kwa wakati ili tuweze kushughulikia changamoto kwa haraka. Lakini pia kwenye swala la uvujaji tunataka kuboresha kwa kubadilisha mabomba ambayo ni chakavu. Yako mabomba ambayo ni chakavu, hata ukitengeneza leo kesho tena uvujaji unajitokeza. Kwa hiyo lazima tubadilishe miundombinu hiyo. Kuna changamoto ya shughuli za kijamii ambazo zimeendelea kukumba maeneo ya vyanzo vya maji, hasa ukilinganisha shughuli za ufyatuaji wa tofali,
uchenjuaji wa madini kwenye mito na shughuli mbalimbali za kilimo ambazo zimekuwa zikifuata hasa maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa kutambua hilo, kama taasisi tumeendelea kuwa na doria ya mara kwa mara kuhakikisha kwamba shughuli hizi zinaweza zikapungua na jamii ikashiriki kwenye utunzaji wa vyanzo vya maji. Kamati ya siasa mkoa wa Morogoro inafanya ziara ikiwa ni katika kuadhimisha miaka 49 tangu kuasisiwa kwa Chama cha Mapinduzi, sambamba na kusimamia utekelezaji wa ilani ya chama hicho ndani ya siku 100 tangu kuingia madarakani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa kutoka mkoani Morogoro imesomwa nami studioni Selina Matuja, Tumaini Habari. Adhimisho la misa takatifu ya kumwombea marehemu Padri Paul Sabuni aliyekuwa paroko wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam imefanyika jioni hii parokiani hapo. Misa hiyo imeongozwa na askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam Mhashamu Henry Mchamungu, na baadhi ya waamini wameguswa na kifo hicho cha Padri Sabuni, na hapa wanapata nafasi ya kumwelezea akiwemo mwenyekiti wa kamati tendaji wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Aliniambia yeye kwamba anatamani sana ibada ya huruma ya Mungu ienee kwa watu wengi ambao hawana nafasi au hawajafundishwa bado, hasa picha ya huruma ya Mungu, rozari ya huruma ya Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana na nitamkumbuka sana kwa matashi yake mema na kunishirikisha kwenye kipindi chake. Alikuwa ni baba yetu wa kiroho kama tunavyofahamu, alikuwa paroko, anatuongoza sana 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 kiroho. Lakini tulikuwa tunaishi naye vizuri sana kama baba yetu. Alikuwa mwalimu wetu mzuri sana wa kila kitu, mwili, kiroho. Lakini alikuwa mshauri wetu mzuri sana, alikuwa anatusaidia kwa mambo mengi sana ambayo tulikuwa tunahitaji ushauri au msaada wake kama wawata wa parokia. Hawezi kufanya kitu hajakaa na kamati yake. Na hata kama atafanya jambo pasi wewe kujua, basi atakupigia simu, mama, kuna jambo 1 2 3 nimelifanya, lakini nafikiri tukikutana kama kamati tulijadili, lakini nimeisha lifanikisha. Kwa vitu vidogo vidogo tu, kwa mfano kama tuko kwenye ujenzi, nakumbuka tena ilikuwa ni wakati wa hiyo misaraba, ananiambia, mama, ili naona tena ni hapa karibuni, akawa anasema natamani kuacha nimeweka hii misaraba na nimeshamwambia mtu ameshaanza kazi. Kwa hiyo ni baba ambaye yani kwa kweli alikuwa mshirikishaji. Marehemu Padri Paul Sabuni alifariki Januari 30 mwaka 2026 katika hospitali ya Aga Khan alipokuwa akipatiwa matibabu. Mazishi ya Padri Paul Sabuni yanatarajiwa kufanyika kesho Jumatano Februari 4 katika makaburi ya mapadri yaliyoko Pugu jimboni humo. Raya milele umpe Bwana na mwanga milele mwangazie marehemu Padri Paul Sabuni, apumzike na kustarehe kwa amani, amina. Na mara hii tuelekea huko Wete ambapo mkuu wa wilaya ya Wete Abdalla Rashid Ali ameshiriki doria ya kawaida baharini iliyoandaliwa na taasisi ya Blue Alliance kwa kushirikiana na Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, ikiwa na lengo la kuhamasisha wavuvi katika kukata leseni na kutumia zana za uvuvi zinazokubalika kisheria. Taarifa ya Masanja Mabula inasoma hapa studioni. Akizungumza baada ya doria hiyo, mkuu wa wilaya amewataka wavuvi kufuata sheria za uvuvi zilizowekwa, ikiwa pamoja na kulinda maeneo maalum yaliyotengwa kwa ajili ya hifadhi ya rasilimali za baharini. Utaratibu huu ukiendelea, elimu hii ikipatikana kwa wavuvi wetu kwa mashirikiano pamoja, basi nadhani itafika pahala kila mmoja atatambua wajibu wake na kazi yake na atafanya shughuli zake kwa wepesi. Kwangu tu nitoe wito kwanza kwa wavuvi na wananchi wetu kufuata taratibu, kanuni na sheria ambazo zimewekwa katika masuala haya. Vyombo vitakiwa kukata leseni, aina za uvuvi, zana za uvuvi katika maeneo ambayo yanahitajika ama yanahusika yatumike huko. Maeneo ambayo yamewekwa kama hifadhi yalindwe.
Kwa upande wake, afisa kutoka Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Shafii Hamisi Saud, amesema doria hizo zimekuwa na manufaa makubwa katika kulinda rasilimali za baharini, huku afisa kutoka taasisi ya Blue Alliance, Rashid Saif Rashid, amesema wataendelea kusimamia na kusisitiza utekelezaji wa sheria za uvuvi ili kudhibiti uvuvi haramu. Tunatamani pia tuendelee zaidi katika kufanya hizi patrol, kwa sababu patrol ndio msingi wa uhifadhi, lakini pia ndio msingi wa uvuvi kwa mujibu wa sera ya uchumi wa buluu na uvuvi ambayo ndio inatuongoza sisi. Na lengo la doria hii ilikuwa ni kuweza kuendana na zile juhudi za uhifadhi wa mazingira, hususan mazingira ya bahari, na kukataza ule uvuvi ambao haukubaliki kisheria. Akiwa baharini, mkuu wa wilaya ameshuhudia elimu ikitolewa kwa wavuvi kuhusu umuhimu wa kufuata sheria za uvuvi, kulinda maeneo ya hifadhi na kuhifadhi mazingira ya bahari. Kwa hiyo faida namba moja inaanzia kwako wewe, ambaye kwamba bahari inakugusa moja kwa moja katika mazingira yako. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa mdau nambari moja kuhakikisha kwamba hivi vitendo tunavyovifanya vinavyoharibu hatuvifanyi. Nyavu ina round ina dipu 25, bila chupa utaivua vipi? Kwa maana ukitukataza ile tayari itabidi tuchukue zile za pima 3 tuziwemo mwambani. Jambo ambalo na kule nako watuambia usitusende. Kwa hiyo kwenye vijana wetu hawa wa Blue Lion inakuwa kuna changamoto kwa wavuvi wetu. Kwa maana hiyo, mimi nikitaka ufanye kikao kati ya wavuvi wetu ambao kwa kutwa ni hizo changamoto. Wadau wa uvuvi wamesisitiza umuhimu wa wavuvi kufuata sheria na kanuni za uvuvi, ikiwemo kukata leseni, kutumia zana halali za kulinda maeneo ya hifadhi ili kuhakikisha rasilimali za baharini zinaendelea kuwapo na kuchangia maendeleo ya jamii kwa sasa na baadaye. Na sasa tuangazie taarifa kutoka Mbeya, ambapo madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya wametakiwa kuongeza nguvu katika ukusanyaji wa mapato kwa kushirikiana na watendaji wa kata na vijiji ili kufikia 100% kabla ya Juni 31 mwaka 2026. Anthony Komba anatuarifu zaidi. Rai hiyo inatolewa na mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda wakati akizungumza kwenye mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbeya, ambapo amewataka pia madiwani hao kuhakikisha wanahimiza wazazi wapeleke shule watoto wanaostahili kwenda shule kabla ya tarehe 28 mwezi huu. Rai yangu kwenu, tunaporudi kule kwenye kata zetu, tukashirikiane na watendaji wetu wa kata, watendaji wetu wa vijiji, ili tuongeze nguvu kwenye eneo la makusanyo, tuweze kufikia 100% kabla hata ya tarehe 30 mwezi wa 6. Lakini pili, tuendelee kuongeza nguvu kwenye swala la kuwasukuma wazazi, kuwahimiza wazazi, kuhamasisha wazazi wapeleke watoto wetu shule. Tuna 76%, zipo 24% bado hazijakamilika. Rai yangu kwenu, tuhakikishe kabla tarehe 28 mwezi huu watoto wote wa Mbeya DC wanaostahili kwenda shule waende shule. Akifunga mkutano huo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Bi Aida Haule amemweleza mkuu wa wilaya ya Mbeya kuwa katika kutunza mazingira na kuboresha afya za wananchi wa halmashauri hiyo ina zoezi la kupanda miti ya kivuli na matunda. Lakini Mheshimiwa DC, tukuahidi sisi halmashauri yetu chini ya mkurugenzi wetu na management yetu tunaendelea na zoezi la upandaji wa miti ya matunda na miti ya kivuli katika maeneo yetu yote, hasa maeneo yetu yale ya Mji Mdogo na maeneo mengine yote tunaendelea na hilo zoezi. Kwa upande wake, katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbeya vijijini Bi Rehema Mpagike amewapongeza madiwani na watendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya kwa kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika kupata mafanikio makubwa ndani ya siku 100. Kwa sababu mafanikio haya yaliyotokea ndani ya siku 100 na nyinyi mlikuwa kazini kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kuhakikisha wananchi wetu wanapata maendeleo na zile ahadi zetu zinatimia na mafanikio yanaonekana. Kutoka Mbeya, mimi ni Anthony Komba. Shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP linaendelea kuongeza juhudi za kutoa msaada wa chakula ili kuokoa maisha, lakini pia kuwafikia watu
450,000 walioathiriwa na mafuriko mabaya zaidi nchini humo Msumbiji katika miongo kadhaa, ikiwa ni miezi michache tu baada ya nchi hiyo kupona kutokana na ukame mbaya zaidi katika historia yake ya hivi karibuni. Tupate undani wa taarifa hii. Shirika hilo linahitaji haraka dola milioni 32 kwa miezi mitatu ijayo ili kuwasilisha chakula muhimu na usaidizi wa lishe kwa familia zilizokumbwa na mafuriko. Mafuriko makubwa katikati na kusini mwa Msumbiji yameathiri karibu watu 700,000 na kulazimisha zaidi ya watu 100,000 katika vituo vya malazi ya muda, pia kuzamisha maeneo ya mashamba na kuwakatisha mamia ya maelfu ya familia chakula na huduma muhimu. Takriban kilomita 1500 za barabara sasa hazipitiki na kuvuruga njia muhimu za usambazaji na kuwatenga makundi ya walio hatarini. WFP inatumia magari maalum ya majini, boti, maroli mazito, ndege za mabawa zisizohamishika na helikopta ili kuzifikia jamii zilizoathiriwa na msaada wa chakula na lishe. Maporomoko ya maji unayoyaona nyuma yangu kwa kweli ni jiji kuu la Xai-Xai, ni mji mkuu wa mkoa na kadhalika. Katika barabara hii ulikuwa na benki, ulikuwa na vituo vya mafuta, ulikuwa na maduka makubwa, na haya yote yamekuwa chini ya maji kwa wiki moja sasa. Mahitaji ya kibinadamu nchini Msumbiji yameongezeka kwa kasi. Mafuriko makubwa sasa yameongezeka mara 2 idadi ya watu inayoathiriwa na mgogoro, ambapo WFP imewasaidia kote nchini, lakini kwa rasilimali zile zile. WFP imekuwa hapa tangu siku ya kwanza ikiunga mkono juhudi za serikali na kuhakikisha chakula kinawafikia watu katika maeneo magumu sana kufikiwa. Tunatumia njia zote zinazowezekana kufanya hivyo, ikiwa ni pamoja na magari yanayosafiri kwa maji ya angani. Wakati mafuriko yakifurika sehemu za kusini na katikati mwa nchi, miaka 9 ya vita na makundi ya waasi wenye silaha kaskazini imewafukuza mamia maelfu ya watu. WFP kwa sasa inatoa msaada muhimu wa chakula kwa watu 425,000 walio katika mazingira magumu zaidi ya walioathiriwa na mzozo kaskazini. Uhaba wa fedha tayari umelazimisha WFP kupunguza idadi ya Wamsumbiji inayowaunga mkono kaskazini kwa 60% ikilinganishwa na mwaka 2024. Bila ufadhili wa haraka, upunguzaji zaidi wa 40% utatekelezwa mwezi Machi na kusitishwa kabisa kwa usaidizi unaotarajiwa kufikia mwezi Mei. Kwa taarifa hiyo inanipatia nafasi ya kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunasonga mbele. Hii ni Tumaini Habari, nami ni Stadi Celestidesi. Asante kwa kuendelea kubaki nami, asante kwa kuichagua Tumaini Habari, na unayo fursa pia kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube kwa kuandika Tumaini_TV, na usisahau kusubscribe. Na tuelekea huko Manyara, ambapo mamia ya wakazi wa tarafa ya Kijungu wilaya ya Kiteto mkoani Manyara, ambao wengi ni kutoka jamii ya kifugaji pamoja na jamii nyingine, awali walilazimika kusafirisha wagonjwa wa dharura kwa zaidi ya kilomita 100 kwenda hospitali ya wilaya kwa kutumia magari ya abiria na pikipiki, lakini sasa wamepata faraja baada ya serikali kupeleka gari jipya la wagonjwa katika kituo cha afya cha Kijungu. Taarifa kutoka Kiteto mkoani Manyara inasomwa hapa studioni. Katika makabidhiano ya gari hilo aina ya Toyota Land Cruiser yaliyofanyika kwenye mkutano wa hadhara, wakazi wa Kijungu wameeleza mateso waliokuwa wakiyapitia na faraja walioipata baada ya kupatikana kwa gari la wagonjwa. Tuletea hili gari tunashukuru sana. Kwa jinsi nyingine uwezo kukodisha gari huna, lakini hii itatusaidia hata kwa sisi wa maskini. Changamoto ilikuwa pengine unauguliwa na mtoto wako, wewe maskini huna uwezo wa kukodisha gari, mtoto anakufia mkononi. Ni faida kwa kiongozi wetu ambaye alikuwa anatutetea. Nataka niombe bodi wa afya wa Kijungu aweke mpango hii.
tarafa nzima apate faida kwa ajili ya hii gari. Ikiweka tu kila wiki kijiji fulani, kila wiki tutapata huduma wote. Kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Kiteto, Dr. Hassan Mkwaju, ameeleza hali ya huduma za afya iliyokuwa ikikabili eneo hilo kabla ya upatikanaji wa gari hilo. Lakini pia tunasubiria tu mtaalamu wa usingizi ambaye anatoa zile dawa za ganzi ili upasuaji uweze kufanyika. Kwa hiyo haya yote ni maandalizi ya awali kuelekea katika huduma za upasuaji. Akikabidhi gari hilo kwa niaba ya serikali, mbunge wa Kiteto wakili Edward Ole Lakaita amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya afya na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Tumepata gari ya kubebea wagonjwa mpya ya tarafa ya Sunya, kituo chetu cha Sunya. Tumepata gari jipya hospitali yetu ya wilaya ya kubebea wagonjwa. Tumepata gari la 3 kituo chetu cha afya cha Ngusero kwa ajili ya kanda ile. Na leo tunakutana hapa gari la 4 kwa tarafa hii ya Kiyungu. Wananchi leo wakiugua kutoka hapa mpaka hospitali yetu ya wilaya ambayo ndio rufaa yetu ni zaidi ya kilomita 100. Kwa hivyo mmepata bahati sana kwa sababu ukanda huu ni ukanda wa pembezoni. Na mara hii tuangazie taarifa kutoka mkoani Tanga ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Burian amesema mhimili wa mahakama unatekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa mfumo wa tehama, hivyo atajitahidi kuiwezesha vitendea kazi ambavyo vitachochea utoaji haki kwa wananchi kwa haraka. Taarifa zaidi naye Dominic Maro kutoka huko mkoani Tanga. Ni katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini iliyobebwa na kauli mbiu isemayo mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Burian anabainisha umuhimu wa muhimili huo katika utoaji haki. Kwa hivyo sisi kama serikali tutahakikisha tunashirikiana nanyi ili kuweza kupata udhamini na hasa katika vyombo ambavyo vitawezesha mkaimarisha kazi zenu zaidi, ikiwemo kupata vifaa vya mitandao, kompyuta, lakini hata runinga, kwa sababu tunajua sasa hivi kesi na masuluhisho mengi yanapitia swala zima la mtandao. Hivyo basi niseme tu kwamba tutafanya kazi yetu hii ya kuratibu shughuli zima ya kuwezesha kwamba fursa ya kuimarisha utendaji kazi wenu unaimarika. Lakini pili, serikali ya mkoa kupitia halmashauri zake zote itajitahidi kuratibu zoezi la kuipatia mahakama viwanja kwa ajili ya ujenzi wa mahakama na ofisi zake kwenye maeneo mbalimbali. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ni Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Tanga, Katarina Mteule, ambaye anabainisha jinsi teknolojia ilivyotumika kusikiliza mashauri mbalimbali kwa haraka na wepesi. Matumizi ya tehama katika kuongeza kasi ya usikilizwaji wa mashauri na uwajibikaji yameendelea kuimarishwa, ambapo yameboresha na kuongeza kasi ya usikilizwaji wa mashauri, uwazi na uwajibikaji. Mfumo wa usimamizi wa mashauri kwa njia ya kielektroniki umeimarishwa na kuunganishwa na wadau 14 wa sekta ya haki. Mfumo huu umewezesha kufungua mashauri kimtandao. Halazimiki mtu kuja mpaka kwenye viunga vya mahakama yoyote ili afungue shauri lake, anafungulia huko kwa aliko. Inawezesha upatikanaji wa mienendo, hukumu na amri kimtandao. Zamani ilikuwa mtu akitaka hukumu yake iliyosomwa anatembea kutoka Kilindi vijijini huko mpaka mahakamani ili kupata hukumu, lakini kwa sasa anaweza kaiprint akiwa huko Kilindi, kutoa ratiba za mashauri na malipo ya kielektroniki. Ratiba ya mashauri yani cause list zinapatikana moja kwa moja kwenye mifumo yetu ya kielektroniki. Maboresho haya yamewezesha kubadilishana taarifa kwa urahisi, kupunguza ucheleweshaji wa mashauri na kurahisisha taarifa za kisheria na kuondoa tuhuma za rushwa, kwani mteja sasa anaongea na mfumo. Maadhimisho hayo ya siku ya sheria nchini ni kiashiria cha kuanza kwa mwaka mpya wa shughuli za mahakama. Nikiripoti kutoka Tanga ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Asante sana Dominic Maro kutoka huko mkoani Tanga. Na mara hii niangazia taarifa kutoka Geita
ambapo katika kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM, jumuiya ya wazazi wa CCM kata ya Kalangalala imetembelea shule ya msingi Mbugani iliyopo manispaa ya Geita na kutoa msaada wa zawadi mbalimbali kwa watoto wenye mahitaji maalum wanaopata elimu katika shule hiyo. Taarifa na Joel Maduka kutoka huko mkoani Geita. Akizungumza mara baada ya kufika shuleni hapo, mgeni rasmi ambaye alikuwa ni katibu wa siasa na uenezi wilayani Geita, Gabriel Nyasiru, amesisitiza umuhimu wa jamii kushirikiana katika kuwajali na kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum, akisema kundi hilo linahitaji upendo, msaada na ulinzi wa pamoja ili liweze kutimiza ndoto zao. Lakini niwaombe jumuiya ya wazazi hapa tuendelee kuwaleta watu wengi. Unajua mimi na nafasi yangu hii sikuwahi kujua kama tuna watoto wengi kiasi hiki kwenye hiki kituo. Najua tu pale kanisani, najua kule yes. Ndo tunakimbilia kule, tunaenda mara nyingi kule mwisho wa mwaka na nini kutoa. Lakini tuna watoto wanaolelewa na vituo vyetu vya serikali. Kwa ni vizuri watu wapo wengi wenye moyo wa kujitoa, yapo mashirika, zipo taasisi, wapo wafanyabiashara. Hiki kituo tukitangaze. Kwa upande wake mkuu wa shule ya msingi Mbugani Bernard Mayunga amesema shule hiyo inawahudumia jumla ya watoto 154 wenye mahitaji maalum na kuelezea kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ya upungufu wa vifaa vya kujifunzia pamoja na mahitaji mengine ya msingi, hali inayokwamisha juhudi za utoaji wa elimu bora. 154 wenye ulemavu tofauti tofauti. Watoto wenye changamoto ya uziwi ambao hawasikii wako watoto 45. Wavulana 17 na wasichana 28. Wasioona kabisa wako jumla 6. Wasichana 3 na wavulana 3. Wenye ulemavu wa ngozi wako jumla 48. Kwa wavulana wako 25, wasichana 23, jumla ni 48. Wenye ulemavu wa akili wako jumla 54. Wavulana 30 na wasichana 54. Wavulana 24, wasichana 24, jumla 54. Ulemavu wa viungo wako jumla 11, wavulana 3 na wasichana 8. Naye mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM kata ya Kalangalala Mary Mpangalala amesema kuwa jumuiya hiyo imeamua kufanya kitendo hicho cha upendo ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka ya CCM sambamba na kuonesha mshikamano na kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanatambuliwa, kuthaminiwa na kupewa fursa sawa kama wanajamii wengine. Maana tunajua kwamba Geita tumejaliwa, kuna watu wenye wamejaliwa kutoa kwa ajili ya watu kama hawa. Tunaamini alichokisema nani mwenezi wetu wa wilaya kinaenda kufanyika, kwa sababu tunaona watu wanavyojitoa katika hali zingine, hata kama ni sherehe kwa hawa wenye mahitaji maalum, wadau wetu hawatashindwa. Kwa hiyo binafsi, kwa sababu pia mimi nimekuwa mdau wa elimu hususan kwenye eneo langu hili, nitaendelea kutoa ushirikiano, lakini pia kupitia Chama cha Mapinduzi na serikali yetu ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tumejipanga sana kuhakikisha tunaendelea. Kwa ujumla, tukio hilo limeonyesha mshikamano wa jamii na dhamira ya jumuiya ya wazazi wa CCM kata ya Kalangalala katika kuwajali watoto wenye mahitaji maalum, huku likitoa wito kwa wadau wengine kujitokeza kushirikiana na serikali katika kuboresha mazingira ya kujifunzia na maisha ya watoto hao ili waweze kupata fursa sawa za kielimu na kijamii. Na tuangazie taarifa kutoka kwa mkoani Rukwa ambapo mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere ameahidi kuipa kipaumbele miradi ya wakala wa nishati vijijini REA ya kupeleka umeme kwenye vitongoji 156 vya awamu ya pili B inayotekelezwa mkoani humo. Tupate undani wa taarifa hii. Mkuu huyo wa mkoa amebainisha hayo baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa mradi huo uliowasilishwa na mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa REA Franki Mugogo, sambamba na kumtambulisha mkandarasi wa kampuni anayetekeleza mradi huo. Mimi natoa maelekezo sasa kwa watu wangu, mradi huu wa REA kwa miaka 3 ijayo kuanzia sasa hivi utakuwa ni agenda ya kudumu katika kamati yangu ya usalama ya mkoa. Nyinyi nipeni taarifa kila mwezi, lakini na mimi nitakuwa nakuja kuangalia, kwa sababu
guide nayo. Fanyeni kazi vizuri, sigombane na watu. Kwa upande wake mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa REA amesema kuwa mkoa wa Rukwa una jumla ya vitongoji 1816, vitongoji vyenye umeme 1508 na vitongoji ambavyo havina umeme ni 308. Naye meneja miradi wa kampuni hiyo inayotekeleza mradi huo, mhandisi Novatus Limo, ameahidi kumaliza mradi huo kwa wakati na kuwataka wananchi kuchangamkia fursa ya uwepo wa mradi huo katika maeneo yao, ikiwemo kutumia fursa ya ajira mbalimbali zinazotolewa kipindi chote cha mradi. Ni wito wangu sasa wananchi watapokea mradi kwa furaha na pia wakauchangamkia fursa ambayo itaongoza sana uchumi wao, utaongeza tele kasi ya wananchi wale kutoka kwenye vijiji kwenda mijini, kwa kuwa huduma sasa zitapatikana maeneo haya husika. Na tuangazie taarifa kutoka Musoma ambapo watawa nchini wamesisitizwa kuendelea kuishi kwa umoja, upendo na mshikamano kama kielelezo cha kumtangaza Kristo, lakini pia mavazi yao yawe kitambulisho cha utii na unyenyekevu ndani ya jamii, lakini pia hata wanapokosea basi wakosolewe kwa upendo bila kuwanyoshea vidole. Taarifa ya Veronica Modesti inafafanua zaidi. Naibu Askofu wa Jimbo Katoliki la Musoma Padre Julius Yogora amesema hayo wakati wa misa takatifu ya siku ya watawa duniani. Kwa mimi nawaombeni kwamba zili kusisitiza umoja, mshikamano. Ninaogopa kusema kwamba inawezekana, hii inawezekana, inaweza kujitokeza. Anamsema au shirika linasema sisi ndio tunafanya, shirika hili linafanya. Hapo tunaenda mbali. Je, jamii na watawa wanakumbushwa nini tatizo linapotokea kwa mtawa kama binadamu? Swala la amani likasisitizwa. Kama tulivyosema kama mwanzo, palipo na watawa kuna amani. Nilisema kumbe wewe uliye mtawa, hakikisha kabisa popote unapokuwepo wewe ni injili ya amani. Wewe ni injili ya furaha. Wewe ni injili ya kucheka, ya kusababisha mtu mwingine aliye karibu na wewe apate furaha. Lakini pia watawa wanafahamika kwamba ni mtawa kutokana na mavazi wanayovaa. Mwenyekiti wa watawa jimbo la Musoma akatoa shukrani. Tuna shukrani nyingi kwako kwa kuongoza na kutukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe chemchemi ya furaha popote pale tulipo, katika jumuiya zetu, katika utume wetu, katika parokia zetu. Misa takatifu ya siku ya watawa hufanyika kila mwaka ikiwa na lengo la kuwakumbusha namna ya kuishi viapo vyao. Veronica Modesti, Tumaini Habari. Na huko mkoani Mwanza ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu 5 kwa tuhuma za wizi ndani ya usafiri wa umma aina ya daladala katika maeneo mbalimbali ya wilaya za Nyamagana na Ilemela. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwake Mabere Makubi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa amesema mbali na watuhumiwa hao, polisi inawashikilia watuhumiwa wengine 14 wakiwemo madereva 9 na makondakta 5 kwa makosa ya kukatisha njia na kutofika sehemu husika,
iliyoainishwa kwenye leseni zao za usafirishaji. Watuhumiwa hao ambao wamekuwa wakipora watu mali zao zikiwepo fedha na mali nyingine, hususani wale abiria wanaosafiri kutoka katikati ya jiji kuelekea maeneo mengine baada ya kufanya manunuzi, au wengine ambao wamekuwa wamekuja mjini kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali. Watuhumiwa waliokamatwa kwa matukio ya wizi ndani ya usafiri wa umma, yani daladala, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Emmanuel Magere Zogoli, huyu anaishi Nyakato National. Huyu ni dereva wa gari namba T39 DFR aina ya Toyota Ice inayofanya safari zake kati ya Kisesa na Nyashishi. Mwingine anaitwa Musa Isa Makuye, miaka 37, mhudumu wa daladala, yani conductor, mkazi wa Nyakato, wilaya ya Sengerema, Nyamagana. Watatu ni Mwita Rashidi Joseph, miaka 47, huyu ni mpiga debe kwenye gari namba T39 DFR, mkazi wa Nyakato National, wilaya ya Nyamagana. Wanne ni Shabani Hashimu Abdalla, miaka 47, na mkazi wa Buhongwa, wilaya ya Nyamagana, ni dereva wa gari namba T249 DAK aina ya Toyota Hiace inayofanya safari zake kati ya Nyashishi na Kisesa. Watano ni Boniface Charles Mabina, miaka 22, mhudumu wa daladala, yani conductor, wa gari namba T249 DAK na mkazi wa Nyegezi, wilaya ya Nyamagana. DCP Mtafungwa amesema watuhumiwa hao wamekamatwa wakati wa operesheni maalum iliyoanza tarehe 19 hadi 30 Januari mwaka 2026 kufuatia taarifa za malalamiko zilizopokelewa na jeshi la polisi kutoka kwa wananchi juu ya uwepo wa vitendo hivyo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mwanza. Watuhumiwa wote waliokamatwa wanaendelea kufanyiwa uchunguzi, na upelelezi utakapokamilika, hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, kwani operation hiyo ni endelevu. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Mwanza. Asante Mabere Makubi kwa taarifa hiyo kutoka huko Mwanza. Na mara tuvuke mipaka ya taifa la Tanzania hadi nchini Iran, ambapo Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha kwamba Tehran itafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, na hii ni baada ya wiki kadhaa za mvutano unaoongezeka kati ya nchi hizo mbili. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa X, Pezeshkian alisema amemwambia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kuendeleza mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anatarajiwa kukutana na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Kabla ya mazungumzo hayo, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anaelekea Israeli kwa mazungumzo na Benjamin Netanyahu kuhusu Gaza na Iran. Maafisa wakuu wa kijeshi wa Israeli pia wamekuwa Washington kwa mazungumzo kuhusu mashambulizi yanayowezekana ya Iran. Maneno ya rais wa Irani yanakuja baada ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei kuonyesha kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran litasababisha mzozo wa kikanda. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuingilia kati Iran kuhusu matarajio yake ya nyuklia na ukandamizaji mbaya dhidi ya waandamanaji na kujenga vikosi karibu. Kwa taarifa hiyo tunapata nafasi ya kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Nikusi endelea kubaki nasi mpaka tamati. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Hili Tumaini Habari, nami ni Stad Celestides, na unayo fursa pia kuendelea kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube kwa kuandika Tumaini_TV. Na mara hii ni habari za biashara na uchumi, na tunapata fursa nzuri ya kuangazia taarifa ya ubadilishaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania, na hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya Benki Kuu ya Tanzania BOT.
Taarifa hiyo kutoka BOT inanipatia fursa kwenda kupata mapumziko mafupi, tukirejea habari za michezo na burudani. Asante kwa kuendelea kubaki nasi, na tunasonga mbele na maraini habari za michezo na burudani, naye mwana michezo wetu nguli kutoka hapa Tumaini Television, Deus Helandogo yuko tayari kutujuza yale yote ya kimichezo ambayo yamejiri katika eneo hilo. Karibu sana Deus Helandogo kutujuza ya kimichezo ambayo yamejiri kunako maeneo hayo. Vipi kwa upande wa Simba, upande wa klabu bingwa mambo yako namna gani? Haya, nafasi ni kwako Deus Helandogo. Asante sana Stadius na mtazamaji wa Tumaini Television. Karibisha katika rubaa za kimichezo kwa siku ya leo. Tuweze kuangazia taarifa zote kubwa za kimichezo ambazo zimepata wasaa kuweza kuchomoza nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Tunaanzia jijini Dar es Salaam ambapo wananchi klabu ya soka ya Yanga imeondoka leo nchini kufuata Farabat nchini Morocco kutafuta nafasi ya kuweza kucheza robo finali michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga kupitia kwa afisa habari wao Ali Shabani Kamwe amesema kuwa kwenye kikosi cha wachezaji 25 wameweza kumjumuisha Clement Mzize, mshambuliaji ambaye alikuwa amepata majeruhi. Ali Shabani Kamwe amesema Clement Mzize alikuwa ameshaanza mazoezi na wachezaji wenzake na hivi sasa ni rasmi atakwenda kuungana na wachezaji wenzake kuelekea nchini Morocco kwenda kuwakabili vijana wa Farabati. Huyu hapa Ali Shabani Kamwe akizungumza wakati timu hiyo inaondoka jijini Dar es Salaam siku ya leo. Tumezungumza kuhusu Mzize, mwalimu alichokiamua kwenye safari hii. Kila silaha tumekusanya. Mzize ameshakuwa fit, niwaambie ni issue ya fitness, lakini ameshapona. Kwa mwalimu anaona kama kitrain wiki tu huyu atakuwa sawa. Wiki kishamalizika, pengine kaona anamfaa, amechukua hiyo silaha na ni mchezaji wetu. Kwa hiyo itakavyohitajika tutatumia. Wote tumewachukua kwenye safari tukiamini wanaweza kuwa msaada kwenye klabu yetu. Kwingineko ni msajili wa vyama vya michezo nchini Abel Ngilangwa amewataka viongozi wapya waliochaguliwa chama cha netball nchini Chaneta kuhakikisha wanasimamia ipasavyo vyama vya netball vya wilaya na mikoa sambamba na kufanya maboresho ya katiba na chama hicho. Pia kupitia kufanya maboresho ya katiba ya Chaneta taifa, katiba zitakazoenda kurekebishwa yahakikishe kwanza inaenda kubeba maslahi ya wanamichezo na wanachama, kwa sababu katiba yoyote sheria inatuzuia kwamba isije mkawa mnaleta katiba au maboresho ya katiba yanayolenga kufanya nini? Kunufaisha watu wachache. Tunawasisitiza katiba mkaziboreshe zisinufaishe watu wachache. Na kimataifa usiku wa leo tunaelekea pale The Citizen, klabu ya soka Manchester City inatarajiwa kuweza kuandaa orodha ya makocha watatu ambao watachukua nafasi ya Pep Guardiola kama kocha huyo mkuu ataondoka ndani ya klabu hiyo. Miongoni mwa makocha waliotajwa kuweza kuchukua nafasi ya Pep Guardiola ni kocha na mchezaji wa zamani wa Real Madrid Xabi Alonso na mchezaji wa zamani pia Bayern Munich, jina lake limebuka kuwa miongoni mwa makocha ambao wanajumuishwa kwenda kuchukua nafasi ya Pep Guardiola ndani ya kikosi cha Manchester City. Ripoti zilizoenea zinaonyesha kuwa msimu huu unaweza kuwa msimu wa mwisho kwa Guardiola kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Man City. Xabi Alonso ambaye kwa sasa hana kazi baada ya kuachana na klabu ya Real Madrid kutokea pale nchini Spain, ana sifa kubwa za kutokana na uzoefu wake wa kimataifa pamoja na uelewa mbinu mbalimbali, jambo ambalo linamfanya awe miongoni na mgombea wa nafasi ya Guardiola huko kwenye kikosi cha Manchester City. Na hiyo ndio tamati ya habari za michezo kwa siku ya leo, na kijitichi nikirejesha kwako Stadius. Asante sana Deus Helandogo kwa taarifa hizo za michezo na burudani, na ndio zinanipatia fursa nzuri ya kuangazia taarifa ya hali ya hewa ya saa 24 zijazo, na hii ni kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo. Ni siku nyingine tena mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikiwa imejipanga vyema kabisa kukuletea utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Anayekuwasilisha utabiri huu ni mimi Godfrey Kazinja.
Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na mkoa wa Lindi na Mtwara kunatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache kwa usiku wa leo. Maeneo mengine ya nchi yakitarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla, lakini mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Kiwango cha juu cha joto kwa siku ya kesho kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika mkoa wa Kilimanjaro, huku viashiria vya mvua vikionekana zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na mkoa wa Lindi na Mtwara, hayo maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Singida pamoja na Dodoma kutarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua, na hali ya ukavu ikitarajiwa katika sehemu nyingine za nchi zilizosalia. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Taarifa hiyo kutoka TMA ndio inahitimisha Tumaini Habari kwa siku ya leo. Ni washukuru wote ambao wamehusika kuandaa Tumaini Habari, ikiwemo wanahabari wetu kutoka mikoa mbalimbali, lakini pia dawati zima la Tumaini Habari likiongozwa na Frank Godfrey kwa siku ya leo. Mimi ni Stars Aristides mwana wa Biarugaba, ndio ninahitimisha Tumaini Habari kwa siku ya leo. Nikushukuru na nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Tumaini Television, na Mungu akubariki sana. Kesho tujumuike pamoja katika viwanja vya Pugu kumpumzisha katika nyumba yake ya milele marehemu Padri Paul Sabuni, aliyekuwa paroko wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Kwaheri.